Hatimaye mtazamaji, Mwenyezi Mungu anaanza kuwadhalilisha wale ambao wamehusika na mchongo wa kesi ya Tundu Antipas Lissu. Mtazamaji, kimeumana ndani ya kesi ya Tundu Lissu leo. Hatimaye tuhuma nzito zimefichuka. Majina ya viongozi hawa sasa yahusishwa na mchongo wa kesi ya Tundu Lissu na njama ya kummaliza kisiasa. Kumbe mtazamaji, kuna mengi nyuma ya kesi hii ya mchongo ya Tundu Lissu ambayo hayakuwa yamewekwa hadharani. Leo ningependa nikuonyeshe taarifa rasmi zilizotoka Chadema kuhusu mambo ambayo yamefichuliwa leo kumhusu Tundu Lissu na mchongo wa kesi hiyo nzima na viongozi ambao sasa wamehusishwa. Like video hii alafu subscribe. Vile niambie unanisikiliza na kunipata vizuri kwa wapi. Kama upo nje ya nchi niambie uko taifa gani, na kama upo humo Tanzania niambie unanisikiliza ukiwa mkoa au maeneo gani. Tuhuma nzito za fichuka. Mvutano wa kisiasa nchini Tanzania unazidi kuongezeka usiku wa leo baada ya kuibuka madai mapya mtandaoni yanayohusisha viongozi kadhaa wa kisiasa na walio serikalini na kesi tata ya uhaini inayomkabili kiongozi wa upinzani Tundu Lissu inayoitwa kesi ya mchongo. Madai hayo sasa yamezua mjadala mkali katika mitandao ya kijamii na duru za kisiasa Tanzania, huku wafuasi na wakosoaji wakibadilishana shutuma kali kuhusu kile ambacho wengi wanakiita kuwa mmoja ya kesi nyeti zaidi za kisiasa kuwahi kutokea nchini. Kwa mujibu wa taarifa zinazosambaa mtandaoni, miongoni mwa wanaharakati wa Chadema na wafuasi wa upinzani kumetajwa viongozi au watu maarufu Tanzania ndani ya serikali au ndani ya chama cha CCM ambao sasa wanadaiwa kuhusika na mchongo wa kumchongea Tundu Lissu kwa kesi yake ya uhaini. Mmoja aliyetambulika kwa jina la George Bagemu anadaiwa kuhusishwa na ripoti zinazosemekana kuhusika katika uchunguzi unaohusishwa na maandamano na kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Antipas Lissu. Madai haya yalizidi kupamba moto baada ya kuibuka kwa taarifa zinazodaiwa kuhusishwa na Jaji Chande na tume ya uchunguzi kuhusu ushiriki wa baadhi ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi maarufu CCM, ambao wanachama hawa wanadaiwa kuchoshwa na kuvunjika moyo baada ya majina yao kuondolewa wakati wa michakato ya ndani ya kisiasa. Katika hatua hii, madai mengi yanasalia kuwa madai yanayosambazwa mtandaoni na hakuna ushahidi rasmi wa mahakama au ambao umewasilishwa hadharani kudhibitisha hili. Katika ripoti iliyochapishwa na kada wa Chadema Hilda Newton, na mwanaharakati huyu wa upinzani alifichua majina mawili ya watu maarufu CCM. Aliandika hivi nikimnukuu: kumbe ile kauli ya Jaji Chande kusema kwamba kuna wana CCM walichochea maandamano kwa sababu walikatwa majina ni taarifa ambayo aliipata kutoka kwa msaidizi wa Mafwele George Bagemu. Hawa watu wana roho za kikatili sana. Maisha yao yamejaa hila, kila siku wakilala wakiamka wanawaza kubambika watu kesi za uongo. Huyu Bagemu na wenzake ndo waliotumika kumbambika Mheshimiwa Lissu kesi ya mchongo ya uhaini. Hayo si matamshi yangu, ni matamshi ya Hilda Newton kutoka Chadema, ambaye anasema kesi hii ya Tundu Lissu ilibambikwa na kuhusishwa na mtu ambaye anajiita Bagemu ama George Bagemu, ambaye yeye na wenzake ndio ambao Hilda Newton anadai walitumika kumzushia Mheshimiwa Lissu kesi hii ya uhaini mahakamani. Hata hivyo, bado suala hili limekuwa moja ya mada zinazojadiliwa sana nchini Tanzania leo. Wafuasi wa upinzani wanadai kuwa huenda kukawa na mtandao mpana wa watu binafsi wanaotumia akili ya kisiasa na mifumo ya serikali kuleta shinikizo la kisheria dhidi ya viongozi wa upinzani kwa malengo ya kisiasa. Baadhi ya wanaharakati wamekwenda mbali zaidi wakidai kuwa kesi ya uhaini inayomkabili Lissu ilichochewa kisiasa tangu awali. Hata hivyo, shutuma hizi zimechochea hisia za kihisia mtandaoni, hasa miongoni mwa wafuasi wa upinzani ambao wanaendelea kudai uwazi katika uchunguzi nyeti wa kisiasa. Lakini ni nani haswa aliye nyuma ya madai haya, na kwa nini madai haya sasa yanaibuka huku kesi hiyo ikiwa chini ya uangalizi mkali wa kitaifa? Kwa mujibu wa taarifa zinazosambazwa mtandaoni, baadhi ya wanaharakati wanaamini kuwa taarifa hizo zinadaiwa kutolewa kupitia kwa George Bagemu, ambaye anatajwa kuwa mtu wa karibu wa mitandao ya kisiasa nchini inayohusishwa na watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya duru za kisiasa. Hata hivyo, licha ya uvumi huo unaokuwa, hakuna hati rasmi ya kisheria au ushahidi wa umma uliothibitishwa bado ambao umethibitisha shutuma hizo ni za kweli au la, au ambao umesambazwa mtandaoni. Upande mwingine, maafisa wa serikali na mashirika ya usalama wamekanusha mara kwa mara madai kwamba viongozi wa upinzani wa kisiasa wanalengwa isivyo haki mahakamani. Mamlaka inaendelea kusisitiza kuwa kesi zote za
jinai zinazofikishwa katika mahakama za Tanzania zinatokana na taratibu za kisheria, uchunguzi na ushahidi ulioonekana. Wawakilishi wa serikali pia wameshikilia kuwa idara ya mahakama inafanya kazi kwa uhuru na kwamba mahakama zinafaa kuruhusiwa kushughulikia kesi bila kuingiliwa kisiasa. Kesi hii sasa imekuwa kubwa kuliko suala la mahakama. Kwa watu wengi imekuwa ishara ya mapambano mapana ya kisiasa juu ya demokrasia, uwajibikaji na mamlaka ya serikali nchini Tanzania. Wakati huo huo, wakosoaji wa upinzani wanashutumu wanaharakati kwa kueneza nadharia za njama bila ushahidi au uthibitisho ili tu kupata huruma ya kisiasa na shinikizo la mamlaka. Wanasema kuwa madai mazito ya uhalifu yanafaa kujadiliwa tu kulingana na mambo yaliyothibitishwa, yaliyowasilishwa mahakamani badala ya uvumi wa mtandaoni. Licha ya kutokubaliana huku, jambo moja linabaki wazi: kesi inaendelea kuvutia umakini wa umma kitaifa na kimataifa. Waangalizi wanasema kila madai mapya, taarifa au maendeleo ya mahakama sasa inakuwa mada kuu ya mazungumzo ya kitaifa. Hili limeweka shinikizo la ziada kwa taasisi za kisheria kuonyesha haki, weledi na uhuru wakati wa kushughulikia masuala nyeti ya kisiasa. Je, shinikizo la kisiasa linaloongezeka katika kesi hii linaweza kuathiri imani ya umma katika mfumo wa haki wa Tanzania? Swali hilo sasa linatawala mijadala kote nchini. Katika miezi ya hivi karibuni, Tanzania imeshuhudia mijadala ya kisiasa inayokuwa ikihusisha siasa za upinzani, uhuru wa kujieleza, harakati za vijana na nafasi ya taasisi za serikali. Kuendelea kusambazwa kwa madai ya kisiasa mtandaoni kumezidisha mazungumzo hayo. Baadhi ya wananchi sasa wanaomba utulivu na uvumilivu, huku wakiwataka wananchi kuruhusu mchakato wa kisheria uendelee bila kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa. Wengine wanasisitiza kuwa uchunguzi wa umma ni muhimu wakati wote kesi nyeti za kisiasa zinawahusisha viongozi wakuu wa upinzani. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema hali hiyo inaakisi mwelekeo mpana wa kikanda, ambapo mitandao ya kijamii inazidi kuunda simulizi za kisiasa kwa haraka zaidi kuliko vile taasisi rasmi zinavyoweza kujibu. Kwa sababu hiyo, uvumi, madai na simulizi pinzani za kisiasa sasa zinaenea kwa kasi katika majukwaa ya kidijitali mtandaoni. Katika mazingira ya kisiasa nchini, mtazamo wenyewe unaweza kuwa na nguvu kama ushahidi, hasa wakati imani ya umma katika taasisi inakuwa na upinzani wa kisiasa. Tukumbuke aliyesambaza taarifa hizi ambaye si mwingine bali ni mwanaharakati wa Chadema Hilda Newton. Awali aliweza kutoa shutuma zingine kali pia. Vilevile, jeshi la polisi la Tanzania liliweza kumuita polisi aweze kutoa ushahidi wake, lakini alikataa kufika. Kwa sasa upande mwingine hakuna udhibitisho rasmi kutoka kwa mahakama kuhusu madai haya ya Hilda Newton ya hivi punde yanayosambazwa sana mtandaoni. Kadhalika, mamlaka haijatangaza uchunguzi wowote kuhusiana na madai yanayomhusisha George Bagemu au mitandao ya kisiasa inayodaiwa kujadiliwa na wanaharakati. Bado mzozo huo unaendelea kuchochea mabishano ya kisiasa miongoni mwa wafuasi wa chama tawala na vuguvugu la upinzani. Watanzania wengi sasa wanafuatilia kwa karibu kuona iwapo ushahidi mpya au taarifa rasmi au matokeo ya mahakama yataibuka katika siku zijazo. Hali hiyo pia inaangazia jinsi kesi nyeti za kisiasa zinazohusisha viongozi wa upinzani zinavyoendelea kuunda mazungumzo ya kitaifa kuhusu utawala na demokrasia. Like video hii alafu subscribe, kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya. Pia nijuze maoni yako au mtazamo wako upande wa comment section.